Tumsifu Yesu Kristo. Ifuatayo ni kwaya kutoka parokia ya Chunya. Tunaletea nyimbo tatu. Wimbo wa kwanza unaitwa Usifiwe Mungu Mkuu, umetungwa na Father Gregory Kaeta. Wimbo wa pili unaitwa Usichoke Kutenda Mema, uliotungwa na Rafael Masokola, mwalimu wa Chunya kutoka jumuiya ya Mwenye Heri Anuarite. Lakini pia tutaimba misa kipengele cha Mwanakondoo. Karibuni. Vigelegele wanapoingia inaruhusiwa, vigelegele wanapoingia, vigelegele usiwe vigelegele inaruhusiwa, hii tuatie moyo. Tuige mfano wa somo wetu
inafuata kazi ya wasio na huruma. Unaweza kwa hiyo niwakaribishe tena kwa namna ya pekee kwa yule ambaye anashiriki masakramenti vizuri, akachukue katekisimu na akachukue maswali ya Biblia. Maana nimesikia sasa hivi makundi yale ambayo hayajapanda wanapigana, wanakueleze baba wa Ibrahimu ni nani, baba wa Adamu ni nani. Kwa hiyo katika maswali ya katekisimu, kila swali mtakalokuwa mnajifunza, hakuna swali litakalojirudia. Kwa hiyo tunaanza sasa katika mafundisho ya katekisimu. Tafadhali uliochukua karatasi zako uonekane vizuri kwenye nguzo. Swali la kwanza, namba 38. Swali namba 38 linahoji tamaa ya mali inawezaje kuwa dhambi? Tamaa ya mali inawezaje kuwa dhambi? Tamaa ya mali inaweza kuwa dhambi kwa sababu unakuwa umejilimbikizia mali ambazo unaweza kuwasaidia wengine, lakini umezimiliki wewe mwenyewe. Asante. Maksi 10 inapokuwa inazidi na inamfanya mtu asimjali tena Mungu. Kwa hiyo na maksi 10. Swali la pili, Namba 24. Swali namba 24, siku ya Dominika au siku ya Bwana inapaswa kuadhimishwaje? Sio siku Dominika na siku ya Bwana, siku ya Jumapili. Siku ya Dominika au siku ya Jumapili inafaa kuadhimishwa kwa kutenga muda wa kujisogeza karibu na Mungu. Unakusanyika katika nyumba ya ibada, unasali, unamtumikia Mungu, unamtukuza Mungu kwa nyimbo, sala na shukrani. Hongera sana kwa kujaribu. Una maksi 15. Hiyo siku ya Dominika mnapaswa kusali kwanza misa takatifu au ibada bila padre, lakini pia ni siku ya kupumzika na ni siku ya kutenda mema. Asante. Swali la 3, Namba 2. Swali namba 2 linahoji uadilifu katika biashara unahitaji nini? Uadilifu katika biashara unahitaji kutafakari njia sahihi za namna unavyopata mtaji wako na namna ambavyo unaifanya biashara yako katika njia sahihi ili kuweza kupata faida ambayo inatokana na juhudi binafsi na sahihi zaidi. Asante. Umejitahidi. Maksi 15. Ni uaminifu na kuto kuchukua faida isiyo ya halali. Tunafundishwa na katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2411. Swali lingine, Namba 13. Swali namba 13, maisha yetu ya ndoa kama wanakwaya yanapaswa kuwa na nini? Maisha yetu wanandoa kama wanakwaya yanapaswa kuwa na uaminifu katika ndoa zetu na kumwimbia Bwana pasipokuwa na ndoa nyingine ndogo ndani ya kwaya, kuimba kwa uaminifu. Asante sana kwa jibu zuri. Yanapaswa kuwa na uaminifu, upendo,
na uwazi kati yenu nyinyi kwa nyinyi wanakwaya. Mnatakiwa kufanya hayo kwa bidii zaidi kuliko hata wale ambao hawaimbi kwaya. Kwa hiyo mkijaribu huko mnakuwa na maksi 15. Namba 32. Namba 32. Kutoa mimba ni kinyume cha amri gani? Kinyume cha amri ya 5. Inasema nini? Usiue. Maksi 20. Na kwa hapo mnakuwa mmemaliza maswali yenu mkiwa na maksi jumla 75. Mungu awabariki sana. Maswali kutoka Biblia. Namba 23. Namba 23, kitabu cha Isaya. Mungu anasema nini kuhusu mawazo yake ikilinganishwa na mawazo ya wanadamu? Isaya sura ya 55 aya 8 hadi ya 9. Mawazo na njia za Mungu kulinganisha. Mungu anatuwazia mema ikilinganishwa na mawazo ya wanadamu. Anasema mawazo yenu si mawazo yangu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Sasa naomba watu waweza kuwa nisaidie, maana watu wawili wamejibu. Mtu wa kwanza hakuipata, alikosa. Mtu wa pili alipata. Hapa nifanyaje? Ushauri. Tunakuomba jaji uamue vizuri. Hawapaswi kuwa wawili, ni mtu mmoja. Kwa hiyo jibu la kwanza sio sahihi, kwa hiyo napata 0. La pili. Swali namba 32. 32, kitabu cha Yeremia. Mungu alisema alimjua nani kabla hajaumbwa tumboni? Kitabu cha Yeremia sura ya 1 aya 5. alimjua Yeremia. Safi. Umepata max 20. Watatu. Swali namba 75. 75, kitabu ya Yeremia tena. Yeremia, kulingana na unabii wa Yeremia, Agano Jipya litaandikwa katika nini? Kulingana na unabii wa Yeremia, Agano Jipya litaandikwa katika nini? Yeremia 31 aya 33. Agano Jipya litaandikwa katika moyo wa mwanadamu. Safi, mpaka 20 hapa. Hongera sana. Watatu. Swali namba 76. 76, kitabu cha Ezekieli. Mifupa mikavu inawakilisha nini? Katika maono ya Ezekieli katika sura ya 37 aya 11. Mifupa mikavu inawakilisha nini? Ukombozi wa Wanaisraeli. Hapana. Na sheria nyumba nzima ya Israeli. Nyumba nzima ya Israeli. Ingine. Swali namba 93. 93. Kitabu cha Danieli. Ni tanuru gani ambayo marafiki watatu walitupwa? Marafiki watatu wa Danieli walitupwa kwenye tanuri gani? Walitupwa kwenye tanuru ya moto mkali. Moto mkali iliyopashwa moto mara 7 zaidi. Hapa chukua 15. Na mwisho
Wamepata maksi 55. Yaani unanipa umechanganyikiwa, nataka unipe karatasi. Jamani, kwanza hongereni sana, mmefanya kazi nzuri. Hata mimi ningeshangaa kama mngekosa masuala ya ndoa, alafu mmepiga magauni marefu mpaka chini. Makofi na vigelegele tafadhali. Tuwashangilie wenzetu hawa kwa kazi kubwa na njema walioifanya. Kupandisha hapa juu sio mchezo. Tupunge mkono kwa ajili yao, punga mkono kwa ajili yao. Hongereni, hongereni, hongereni sana. Kupata 75 huku na huku 55 sio kitu kidogo. Unaweza ukatoka hapa ukatoka na Owilo Longomba. Kwa hiyo tunashukuru sana. Karibuni katika mfumo wa kutoka taratibu, huku tukiwashangilia kwa makofi na vigelegele tafadhali. Hii ndio Chunya kwa Baba Mwapamba. Wanatoka katika mfumo wa madini. Madini yanataka kelele. Shangilia kwa makofi na vigelegele, ndio wanashuka hivyo. Wow. Wow, wow. Hiyo ndio Chunya inatoka